Kama chama hiki tulifika piki yetu kwenye uchaguzi wa mwaka 2015. Wakati huu chama hiki kilishafika hatua ya kuwa na wabunge 72 kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna chama kingine chochote katika nchi hii kilishafikisha idadi hiyo ya wabunge, kwa sababu ya jasho, damu, maumivu ambayo tumeyapitia wote, kila mmoja akiwa na mchango wake. Chama hiki kilifikisha uchaguzi ule madiwani 1104. Yaani wakati Magufuli anatoa katazo la kufanya kazi za kisiasa, tayari Chadema ilikuwa na madiwani 1104 nchi nzima. Tulikuwa na wenye viti wa mitaa 980 Tanzania nzima, sawa sawa na 25.4% ya mitaa yote ya Tanzania ilikuwa inaongozwa na Chadema. Hasa maeneo ya majiji kama Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Mwanza, Shinyanga, Bukoba, Moshi na maeneo mengine mengi. Tulikuwa na wenye viti wa vijiji 1754, ambayo ni 18% ya vijiji vyetu vyote vya Tanzania vilikuwa vinaongozwa na Chadema. Haikuwa hatua ya kitoto, ilikuwa ni jasho na damu ya wanachadema. Tulikuwa na vitongoji tunavyoongoza 9145 nchi nzima. Tulikuwa tuna wajumbe wa serikali mchanganyiko kwenye vijiji mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanganyika, watu 18527. Na tulikuwa tuna wajumbe wanawake 10471, tukiongoza halmashauri na majiji mbalimbali 24 katika nchi nzima. Katazo haramu likawekwa. Nataka nimesema nitoe hizi data, ndugu viongozi wenzangu, wanachama na hata waandishi wa habari na Watanzania wanaotusikiliza, ili mtambue mnakiandikia ama mnakifollow chama hiki kwa njia sahihi. Kuanzia 2016 katazo la mikutano na shughuli za kisiasa la vyama vya siasa likafanyika. Haram kabisa, kinyume cha katiba, kinyume cha kanuni. Kwa miaka 7 chama hiki na vyama vingine vya siasa vya upinzani na hata taasisi za kiraia zilifanyiwa katazo haramu la kufanya shughuli halali za kikatiba. Katazo hili haramu limeondolewa mwaka jana, tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 2023, ndio Rais Samia alipotangaza kuondoa katazo haramu batili walilokuwa wamewekea chama hiki. Sasa ndugu wa Tanzania wenzangu, wakati katazo hili limenyanyuliwa, limeondolewa, chama chetu kilikuwa kimeathirika sehemu kubwa sana. Na hakika vyama vingine vingi vya upinzani navyo vimeathirika sana. Yawezekana, mimi sio msemaji wao, kuna baadhi ya vyama vilishindwa kabisa kujimudu. Kwa hiyo tumekwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu mwaka 2020, tumeingia mchezoni bila kufanya mazoezi. Haukufanyika uchaguzi, ulifanyika uchafuzi. Tukaanza tena mwaka 2021, 22, tumekuja kuanza shughuli rasmi za kisiasa baada ya hotuba ya Rais Ikulu na vyama vya siasa pamoja na wadau mbalimbali wa nchi tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka jana. Sasa sisi kama viongozi tunakutana na changamoto kubwa. Chama kimeumizwa, wabunge wake wengine wamenyang'anywa, viongozi wake wengine wameuawa, wengine wako uhamishoni.
Watu wamechanganyikiwa, watu wameparagana. Tulianza kazi ya kukijenga upya chama hiki. Upya. Chadema ni chama makini ambacho hatukurupuki wala hatufukii ili mwanaharamu apite. Maana yake ni nini? Kama chama tulilazimika kuanza program za kukijenga chama kuanzia kwenye vitongoji. Kwa hiyo tangu vyama vimeruhusiwa kuanza kazi kwa muda wa miezi 22, wanawake na wanaume hawa, wapiganaji hawa na wengine wengi huko mikoani, wamepigana usiku na mchana kuirejesha heshima ya chama hiki. Na tulifanya yote haya tukijua mahali pa kwanza pa kuja kurejesha taifa kwenye utengamano ni kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Leo nafarijika kama mwenyekiti, japo kwa maumivu makubwa sana, tumeweza kusajili wanachama chama hiki kidijitali nchi nzima. Kuna maeneo hatujafika, ndio hiyo huwezi kuyakosa. Tumeweza kuwapata viongozi wetu kwenye vitongoji, kwenye vijiji, kwenye makata, kwenye wilaya, kwenye mikoa, kwenye kanda. Na hatimaye tutahitimisha taifa. Ukiuliza viongozi hawa wote wanajua hii michakato tuliopitia. Yote ni kukiandaa na kukipanga chama kwa ajili ya kuja kushiriki chaguzi za kiserikali, hasa katika mitaa, vijiji, vitongoji, na mwaka kesho kwenye uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais. Wajibu huu tunaofanya kama nilivyosema kwenye mazingira magumu sana. Tukipitia changamoto nyingi sana. Lakini leo I can proudly say kama mwenyekiti, chama chetu kina viongozi katika mikoa yote ya Tanganyika ambao wamechaguliwa kupitia mikutano mikuu ya chama, sio kubambika. Kuna vyama vinasema vina viongozi wanachukua watu 10, 20 na kujikusanya, au wewe mwenyekiti, wewe katibu. Sisi wamechaguliwa. Pole mama, pole. Sasa haya ndugu zangu waandishi wa habari, naeleza kwenye historical perspective ili mujue how painful this process is. Watu wasije kafikiri hili jambo ni jambo jepesi tu linazuka. Miezi 22 usiku na mchana, viongozi hawalali, wanachama hawalali, wanapigana kukipanga chama kuanzia vitongoji. Vyama vingine vyote si vizungumzii, vitazungumza wenyewe. Nao wanajua uzito wa jambo hili. Kwa hiyo leo tunapozungumza chama kipo, ni kweli chama kimesukwa upya. Na tuna viongozi kuanzia mitaani, vitongojini. Tunafika kwenye uchaguzi. Ikulu ya kwanza ya wananchi ni serikali yake ya mtaa ama serikali yake ya kijiji. Ndio mahali maisha yake yanakopangwa. Kwa watu ambao tunaamini katika demokrasi, ni haki ya msingi ya watu wanaohitaji kuipata katika maisha yao ya kila siku. Inawezekanaje viongozi wa chama kimoja na serikali yake wanapora haki za wale watu? Au na vitongoji, mmesikia hapa ndugu waandishi wa habari, viko vitongoji 63,886 nchi nzima. Sio jambo dogo. Alafu nasikia anatoka kiongozi anasema wa CCM anajisifa, anasema sisi wapinzani hawakuwa na wagombea, sisi tulikuwa tuna wagombea wote nchi nzima. Wewe una serikali yote, umejibebesha kwa laana wabunge wote, madiwani wote, halmashauri zote, una vijiji vyote, una vitongoji, viongozi wa vitongoji wote, una mapolisi yote, serikali yote na mashirika ya umma. Unakuja kumfunga mwenzio kamba asiweze kupigana. Wewe una unfair advantage. Alafu unajigamba badala ya kuona aibu.
Yaani Chama cha Mapinduzi badala ya kuona aibu kupambana na vyama vya upinzani ambavyo havina fedha, havina vitendea kazi, havina magari, watu wanajitolea, wao wanalipwa kwa kodi zetu, bado wanaweza wakasimama eti wanajigamba wamepita kwa 100% wakati dunia nzima inawaona wakiengua watu wetu. Haya mambo yanauzi.